Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hivi leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wananchi wa kata ya Ifwagi iliyopo katika halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto sugu ya ukosefu wa maji safi na salama ili kunusuru afya zao na homa za mlipuko. Wananchi hao wamesema tatizo hilo limeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kijamii na afya, hususa kwa kituo cha afya cha kata hiyo ambacho kinakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji licha kutoa huduma za upasuaji, huku serikali ikieleza hatua zinazochukuliwa kutatua kero hiyo. Kwa hiyo kipindi cha kiangazi yale maji huwa yanakauka, na yakikauka wale ambao wamejitahidi kuchimba visima majumbani mwao, watu ambao huwa tunaenda kununua kwa ndoo moja shilingi 200, ndio ndoke wetu kubwa, hatuna maji kabisa Ifwagi. Visima ni kimoja kipo kitongoji cha pili ambacho ni Konongo, lakini kitongoji cha Igumula ambayo ndo ipo hospitali ya Ifwagi ni tatizo. Hapa hospitali ya Ifwagi inahudumiwa na vijiji karibu 10 na kitu. Uliona hilo, tuliibua mradi mkubwa wa kata 3 ikiwemo kata ya Ifwagi, Ikongos pamoja na Iharimba. Mradi huu mkandarasi keshalipwa advance payment na yuko site tayari. Lakini naomba mtukubalie kwamba mradi huu unaanza kutekelezwa na ukimalizika vijiji vyote vya kata 3 kutakuwa hakuna tena shida ya maji. Tuendelee na kurasa. Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya limeagiza wakala wa huduma za misitu nchini TFS kuja na mpango madhubuti ambao utawezesha kudhibiti biashara usafirishaji wa mkaa, ikiwa ni kwa njia ya pikipiki maarufu kama bodaboda, ili kunusuru misitu ya asili ambayo inahatarisha uoto wa asili wilayani humo. Hoja hiyo imetolewa na madiwani katika kikao cha baraza kilichoketi katika ukumbi wa halmashauri, huku madiwani wakionyeshwa kukerwa na biashara ya mkaa na kwamba inahatarisha uoto wa asili, ambapo wameitaka TFS kuja na mpango kudhibiti uvunaji holela wa miti kwa ajili ya mkaa. Tunalijadili swala hili kwa ukubwa wake. Tuna maana kwanza mpango wetu ni hafifu, ni mbovu, hawezi kufikisha. Wawe na mpango wa dharura wa kutueleza nani namna gani mtaikinga. Mimi naomba mikakati yenu kama wakala wa kusimamia misitu. Sasa tukizungumza hayo kwamba eti hamna rasilimali watu na nini na bajeti, kwa kweli mimi naona sio majibu sahihi, kwa sababu kama jambo liko kisheria, nyinyi mnayo mamlaka ya kuomba nguvu zaidi. Kwa maana hili zoezi linatakiwa lifanyike kwa njia ya operation. Sasa halipo kwenye level tu ya meneja wa wilaya. Njoni mnieleze kufanye mnahitaji nini ili tukae tuone tunawasaidia eneo gani. Hapana, haiwezi kwa sababu ya watu kuendelea kufanya hii biashara ya mkaa askari wanayoifanya. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi wa kijiji cha Matongoro wilaya ya Kongwa jijini Dodoma wamepongeza hatua ya kuwepo kwa ghala la uhakika la kununua na kuuza mazao, kuhifadhia chakula, sambamba na uwepo wa huduma ya utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu na rahisi kwa wakulima na wafanyabiashara katika kijiji hicho. Wakiongea na Kurasa, wananchi hao wamesema kuwa hapo awali walilazimika kusafiri hadi vijiji vya jirani ikiwa ni kuuza mazao yao tena kwa gharama ya chini, lakini kwa kipindi cha zaidi ya miaka 4 sasa wamekuwa wakinufaika na uwepo wa ghala hilo. Kwa kweli tunanufaika sana, sana kutokana na uhifadhi wa chakula. Hapa hatuendi mbali, tulikuwa tunaenda Kibaibo kuuza mazao, lakini sasa hivi tunauzia hapa, bei nzuri. Kwa kweli tunanufaika sana. Tumeanza kunufaika kwenye huu wakati wa Elias, kwa sababu watu wengine walikuwa wanaweka ila walikuwa wanunui bei nzuri, walikuwa tunyonya sana wakulima. Kuliko ni kupeleka mbali ukapata tatizo labda lingine au ukapata hasara, lakini ukileta mahindi yako hapa, ukileta karanga zako hapa, ukileta alizeti zako hapa, ni sehemu salama na pesa yako unapata vizuri. Tunanufaika. Manake inatusaidia. Wakati mwingine watoto tunao wanasoma, wakati mwingine unakuwa huna ada. Ukikopa unaenda kulipa ada. Kulima, tuna bustani za mboga mboga. Tunakopa, tunalima mboga mboga. Tukishapata tunarejesha wakati.
Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.